Yes, jana siku ya Julai mosi ndio mkataba wa Jean-Froland Ibenge na Al Hilal ulikuwa unamalizika rasmi, unafikia tamati, na klabu hiyo imefanya jitihada zote za kutaka kumfanya Jean-Froland Ibenge asalie ndani ya kikosi chao, lakini jitihada zote zimegonga mwamba kutokana na Froland Ibenge kuthibitisha kwamba anaondoka kwa miamba hiyo ya Sudan ambayo inacheza ligi kule nchini Mauritania. Miongoni mwa vitu ambavyo vimemtoa Ibenge ndani ya kikosi cha Al Hilal ni pamoja na mazingira ya kikosi hicho, kwa maana ya kucheza mbali na nyumbani. Wanacheza Mauritania, lakini kwa namna moja au nyingine kuna uhalisia unapotea kwa wao Hilal. Hilal ni timu yenye fan base kubwa, ni timu ambayo wanapokuwa nyumbani kwa maana ya Sudan kule Omdurman inakuwa na mashabiki wa kutosha, vibe linakuwa kubwa, wachezaji wanapata hamasa kubwa ambayo inawapelekea kwao kufanya vizuri, na hawa ndio godfather wa mpira wa Sudan. Lakini kama haitoshi, ndio timu bora ya muda wote ndani ya kandanda ya Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa, kutokana na kuwakilisha vizuri katika ukanda huo kwenye michuano ya kimataifa. Sasa Jean-Froland Ibenge ni story ambayo tulishawahi kuzungumza hapa kwamba anakwenda kujiunga na Azam FC, na tayari ni confirmed Jean-Froland Ibenge ni kocha mpya wa Azam. Hiyo sio utetesi bali ni rasmi, ni kocha mpya wa Azam. Lakini inaelezwa kwamba atakuwa anapokea mkwanja mkubwa zaidi kwa maana ya makocha wote ambao wapo Afrika Mashariki na Kati. Huyu ndiye kocha ambaye anapokea mpunga mwingi zaidi. Kwa nini? Figa zake bado hazijakuwa wazi kwa maana kutoka Azam, lakini anachukua fedha nyingi zaidi. Kumbukwe wakati yupo Al Hilal, Ibenge alikuwa anapokea kitita cha zaidi ya dola 50,000 kwa mwezi. Hii ni monthly payment, zaidi ya milioni 100. Sasa just imagine kama Hilal alikuwa anapokea hela hiyo, kwa Azam itakuwaje? Kwa sababu Azam wamemshawishi Froland Ibenge ili wafanye vizuri katika kikosi chao. Wamethubutu kwenda kumchukua kocha mwenye wasifu mkubwa, na ni kocha ambaye wana uhakika kwamba watapiga hatua kwenye kikosi chao kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya ndani, lakini pia michuano ya kimataifa. Sasa hapa tumewahi kuangalia juu ya Azam na target za wachezaji ambao wanawahitaji kwenye kikosi chao, lakini so far tunapozungumza wapo ambao tayari wameshakamilisha deals, kwa maana wapo pale Azam, lakini wapo wengine bado hawajakamilisha deals zao. Miongoni mwa nyota ambao tayari wameshakamilisha deals ni pamoja na Aishi Manula. Tumewahi kuangalia hii deal. Aishi Manula rasmi ni golikipa wa Azam, atakuwa pale akisaidiana na Mohamed Mustafa pamoja na Zuberi Foba. Hao magolikipa watatu ni uhakika eneo la goalkeeping wamelifunga kwa msimu ujao. Lakini kama haitoshi, Azam tayari wameshakamilisha usajili wa Lamek Lawi, nyota huyu ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Coastal Union. Msimu uliopita Simba walimtangaza huyu kama nyota wao wamemsajili, lakini mambo ya kwenda vizuri. Baadaye tukaona akaendelea kubakia kwenye kikosi cha Coastal Union. Sasa Froland Ibenge, mpaka sasa hivi Azam imesajili nyota hawa, lakini Froland Ibenge amekuja na majina yake ndani ya viunga vya Azam Complex. Kuna nyota wengi ambao ametaja, yule namhitaji, huyu namhitaji na huyu namhitaji, na tayari wameshakamilisha baadhi ya saini kwa maana ya kuingia ndani ya Azam FC. Miongoni mwa nyota ambao dili yake ipo katika 95%, imebakia nukta chache tu ili kuweza kukamilisha kwa dili hiyo, ni Jephte Kitambala Bora. Yes, Jephte Kitambala Bora. Huyu ni nyota ambaye yupo katika target na mazungumzo yameshaendelea. Mazingira yake yako vizuri kabisa kupatikana kuingia ndani ya kikosi cha Azam FC. Ikumbukwe Jephte Kitambala ni mshambuliaji wa mwisho kwa maana ya striker, lakini ni nyota ambaye msimu huu uliomalizika wa 2024-2025 katika ligi kuu ya DR Congo amefunga magoli 12. Anazidiwa na Horso Mwaku peke yake. Horso Mwaku huyu ni striker wa kikosi cha Saint Louis Lupopo ya Lubumbashi,
ambayo imemaliza nafasi ya pili katika ligi ya DR Congo. Huyu amefunga magoli 13, lakini Jefta Kitambala amefunga magoli 12. Huyu ni striker mrefu. Ni striker ambaye pia amewahi kuhusishwa na klabu za hapa Tanzania, kwa maana ya Simba waliwahi kuhusishwa naye, Azam FC walishawahi kutuma hadi Makachero kwenda Kinshasa kwa ajili ya kwenda kumwangalia Jefta Ebola Kitambala, lakini ambaye wamenufaika, ambao wamefanikiwa kumpata, ambao wamefanikiwa dili yao kukaribia kukamilishwa ni Azam. Hii deal inakwenda kukamilika muda wowote kutoka hivyo sasa, na hili ni pendekezo la mwenyewe Jean-Frola Ibenge. Anahitaji huduma yake huyo. Kwa nini? Jefta Kitambala Bola ametokea kwenye kikosi cha US Manyema Union. Manyema Union ni klabu ambayo ina mahusiano na klabu nyingine mbili kutoka kule DR Congo. Unapozungumzia Manyema, unazungumzia ni mdogo wake na Vita Club. Vita Club ni kama kaka. Mwingine ni Dauphin Noir. Hii ya Goma, hii ya Kinshasa na hii hapa ya Kindu. Sasa hizi timu zote tatu zina mahusiano ya moja kwa moja. Yaani ni kama timu ndugu hizi, na zote kuna kipindi zilikuwa zinaongozwa na mtu mmoja anaitwa General Jemadari Hamisi, ndiye ambaye alikuwa akisimamia hizi klabu zote. Kwa hiyo ni timu ambazo zimekuwa zikifanya biashara hata kwenye wachezaji, kuuziana wachezaji, kupeana wachezaji, sometimes kwa mikopo wamekuwa wakifanya. Hawa Manyema ni timu ambayo iko Kindu na ina scouting panel kubwa. Network yao ni kubwa kwenye kuscout wachezaji. Wanachukua Dauphin Noir, wengine wanachukua maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha kikosi chao na kufanya vizuri katika misimu kadha wa kadha. Lakini Vita Club haya yamekuwa machimbo yake, kwa maana ya Manyema na Dauphin Noir, na wana academy yao ipo Kinshasa, inaitwa Pejeska. Yes, hiyo ni academy ambayo iko pale, na ni academy pia ambayo alipitia Max Nzengeli, katokea Pejeska akaenda Manyema Union, lakini hakwenda kucheza Vita Club. Sasa hii ukija kuangalia hii structure, miongoni mwa watu ambao wana nguvu kwenye hii combo, kwenye hii combination, ni pamoja na Jean-Frola Ibenge. Ibenge ni kama mchora project, yani kama sporting director fulani wa hii project ya timu hizi zote tatu, kwa maana amefanya kazi Vita Club akichukua wachezaji kutoka Manyema, akichukua wachezaji kutoka Dauphin Noir. Kwa hiyo ni kocha ambaye kama mzazi ndani ya hii project ya timu hizi tatu. Na Kongo, usishangae kuona ninavyosema kama ndugu. Kongo hilo ni jambo la kawaida tu. Timu zinakuwa na mahusiano ya moja kwa moja, yani wanakuwa kama ndugu. Kwa mfano, ipo timu ya TP Mazembe, wana mahusiano ya moja kwa moja na Don Bosco, zote hizo kutoka Lubumbashi. Lakini pia kuna Moise Katumbi Football Academy, yenyewe pia ni timu ambayo iko kwenye madaraja ya chini. Ni academy, lakini KFA ni timu ambayo ipo kwenye madaraja ya chini. Lakini Katumbi ana timu nyingine pia iko kwenye madaraja ya chini. Kwa hiyo ana timu kama 4, zote ziko pale DR Congo. Na ikitokea hizi mbili zimepanda daraja kwa maana kuja ligi kuu, basi Katumbi anakuwa na timu 4 ndani ya ligi moja. Kwa hiyo hizi zina mahusiano ya moja kwa moja na hiyo project yao. Sasa Frola Ibenge ni kocha wao, kafanya kazi Vita Club kwa mafanikio ya kuridhisha, kachukua ubingwa wa ndani, lakini pia amecheza fainali 2 za michuano mikubwa ya Afrika, kwa maana ya 2013 alicheza fainali, 2014 alicheza fainali ya Champions League akiwa na Vita Club dhidi ya Entente Setif, lakini pia akaja tena 2018-19 akacheza 2018 akacheza fainali pia ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Raja Casablanca. Kwa hiyo Ibenge kwenye hizi timu ni timu ambazo anaheshimika kweli kweli. So Jefta Kitambala anatokea AGS Manyema Union. Kwa hivyo kuchukua mchezaji ndani ya Manyema kwake ni kitu chepesi kabisa. Kwa hiyo amepointi huyo, kwa maana ya Jefta Kitambala Bola anamhitaji kwenda kusimama pale juu kwenye eneo la kushambulia, awe kama stranding striker kwenye kikosi cha Azam. Wapo nyota wengine ambao pia wanahusishwa na miamba hii, lakini so far tunapozungumza ni Jefta Kitambala Bola anaonekana yuko leading, yuko pale juu, kwa maana ya kuhitajika na Azam kwenda kuungana na projekti ya Jean-Frola Ibenge katika michuano ya ndani, lakini pia michuano ya kimataifa. Hii ni Mzinga Sports.